Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeendelea kuisakama Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuhusu namna ilivyochukua uamuzi wake wa kutangaza kukiondoa chama hicho katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu Oktoba 2025, huku ikimtaka mkurugenzi wa tume hiyo Ramadhani Kailima kujitokeza hadharani tena kukiri kwamba alikosea kuchukua hatua hiyo. Chadema inasisitiza kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilichukua uamuzi wa kimakosa kinyume na kanuni zenyewe zinavyotaka kufanya hivyo. Akizungumza mbele ya wanahabari jijini Dar es Salaam mnamo tarehe 15 Machi 2025, mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Nshala Lugemeleza amesema kanuni za maadili ya uchaguzi hupaswa kusainiwa na vyama baada ya uteuzi wa wagombea wa vyama husika mpaka kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi. Sasa tunasema sisi kwamba tume kwanza kanuni zilizotungwa hazijaanza kufanya kazi. Kanuni hizo vile vile hata kwa zenyewe, yani kanuni zenyewe zinasema zitaanza kutumika siku moja kabla ya nini? Kabla ya siku ya nini? Ya uteuzi wa wagombea. Na nimeweza kwamba hicho kitu hakijafanyika, na kitafanyika tu pale bunge litakapokuwa lifanya nini? Limevunjwa. Wagombea wamekwenda tume ya uchaguzi kufanya nini? Kuchukua zile fomu za nini za kugombea na kuteuliwa rasmi kuwa wagombea. Na ndio hapo mambo sasa mtu Kailima anasimama na akiwa chini ya majaji, mwenyekiti wake ambaye ni jaji wa mahakama ya rufaa. Nazungumza haya na mimi nikiwa ni wakili, inanisikitisha sana kwamba usingetegemea makosa kama haya kufanyika. Aidha, mwanasheria huyo wa Chadema amesisitiza kuwa tume imekiuka kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ambacho hakitoi adhabu ya kukiondoa chama cha siasa ambacho hakikusaini kanuni za maadili ya uchaguzi, na kwamba haki ya kikatiba haiwezi kupokwa na kanuni zilizotungwa na tume ya uchaguzi. Kile ambacho kimefanywa kinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haki ya kikatiba haiwezi kupokwa. Kwa nini? Kwa kanuni zilizotungwa na nini? Na tume ya nini? Ya uchaguzi. Dr. Lugemeleza amesema wanataka mfumo mzima wa kisheria uwe huru na wa haki pasipo kumwonea mtu, na kwamba kwa hali ilivyo sasa kuna upendeleo, kwani matukio yanapofanywa na Chadema yanaonekana kama ni ukiukwaji wa sheria, lakini yakifanywa na Chama cha Mapinduzi hayakemewi hata kidogo. Ni hoja ya Chadema kwamba yale yalitokea mwaka 94 kumekuwa na ajenda ya siri ya serikali ya CCM na tume ya uchaguzi kufanya nini? Kumomonyoa msingi wa uchaguzi wa huru na wa haki, na mwisho wa siku tuna kasha la mfumo ambalo limetengenezwa kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinabakia madarakani kama alivyosema Steven Wasira mpaka Yesu atakaporudi. Hujasikia mwenyekiti wa CCM akikana au akikanusha kauli hiyo. Hujasikia tume ya uchaguzi ikimuonya Steven Wasira. Hujasikia msajili wa vyama vya siasa akimuonya Steven Wasira na CCM au kuwataka wajieleze wanasemaji wao katika mfumo wa vyama vingi, wao watatawala milele. Sio kauli za kisiasa, ilikuwa ni kauli zenye lengo la kuhakikisha kwamba wanajua mfumo huu umeshawahakikishia ushindi. Dr. Lugemeleza akirejea kesi ya rufaa namba 3244 ya mwaka 1994 ya mwanasheria mkuu wa serikali Radio Tanzania Dar es Salaam na wenzake dhidi ya Dr. Amani Kaburu, mbunge wa kwanza kuchaguliwa wa Chadema katika mfumo wa vyama vingi, amesema kuihoji tume ya uchaguzi ni jambo la msingi endapo itakuwa imekiuka kile ambacho katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kile ambacho sheria za nchi zimesema, na kwamba yanaweza pia kupingwa na kuhojiwa mahakamani. Kwa hiyo tunasema tume imejielekeza vibaya, imefanya hivyo kwa nia ambayo sio sahihi, na imekiuka maagizo ya mahakama ya rufaa katika kesi ya mwanasheria mkuu na wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Waridi Kaburu. Kwa wale vijana wasiofahamu, Dr. Amani Waridi Kaburu ndio mbunge wa kwanza wa upinzani kuchaguliwa kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na alichaguliwa mjini Kigoma mwaka 1994. Na alikuwa ni mwanachama wa Chadema. Alifanywa kila aina ya mizengwe na alifanywa kampeni ya ajabu, ikiwa pamoja na rais aliyekuwepo wakati huo, Rais Ali Hassan Mwinyi, naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya ndani wakati huo Agustino Lyatonga Mrema na wengineo wengi, pamoja na RTD na vyombo vya serikali kutumika na rasilimali za serikali kutumika kufanya nini? Kuendesha
kampeni chafu dhidi ya Dr. Amani Walid Kaburu ambaye alikuwa amekuja kufanya nini? Kugombea. Mahakama ya rufaa ilitoa mwongozo kwamba msingi mkubwa wa uchaguzi wa nchi yetu ni uchaguzi huru na wa haki. Kama msingi huo unakiukwa, mahakama ilisema hilo tu linatosha kufutilia mbali huo uchaguzi, kwamba itakuwa ni tume ambayo inazingatia katiba ya nchi, inazingatia maamuzi ya mahakama ya rufaa na mahakama kuu juu ya kuipatia nchi uchaguzi huru na wa haki. Sasa hiyo kesi ilisema vile vile kitu pekee ambacho tume haiwezi kaojiwa ni pale inapokuwa imetenda kazi zake au imetimiza wajibu wake kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria zilizowekwa. Lakini kama pale inapokuwa imekiuka kile ambacho katiba inasema na kile ambacho sheria za nchi zinasema, basi matendo hayo yanapingika na yanaojika. Mwanasheria huyo ameongeza kuwa kilichofanywa na Kailima ni propaganda chafu na kwamba Chadema imekataa kuwa wapumbavu na mabwegenazi. Hatuwezi kuendelea kuitwa mabwege mtozeni. Ndio maana tunasema kwamba lazima mfumo huu ubadilishwe. Kwa hiyo mwisho wa siku nasema kwamba alichokisema mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni makosa makubwa, yamekiuka sheria ya nchi, yamekiuka katiba ya nchi na yamekiuka hata kanuni za zenyewe hizo ambazo hazijaanza kufanya kazi mpaka hivi leo. Mtu anabanajwe na kanuni ambazo hazijaanza kufanya kazi. Ndugu Kailima, tafadhali naomba ujitazame mara mbili. Kasome kifungu cha 1.5 cha hizo kanuni na kasome kifungu cha 1.3 za hizo kanuni uone usahihi wa maneno yako. Na muulize Jaji Mwambegere na Jaji Mbaruku na Jaji Asina kama hayo unayosema ni sahihi, kama kweli tamla zao za sheria wanaziheshimu. Dr. Rugemeleza amegusia swala la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kukamatwa na kufikishwa mahakamani na kuongeza kuwa kukandamiza na kunyang'anya uhuru wa wananchi ambao ni wa Tanzania, huo ndio uhaini na wanaofanya hivyo wanapaswa kunyongwa. Kubwa zaidi, kuna kesi za uhaini zinatajwa. Mwenyekiti wetu amefunguliwa kesi ya uhaini. Hiyo iko mahakamani, tutapambana nayo kwa wakati wake. Tunasema hivi, yeyote yule ambaye anapoka, anasigina au anachezea haki ya mwananchi kuchagua kiongozi wake na ambaye anaiba, anasababisha kuibiwa kwa kura, anatenda uhaini dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na adhabu yake yeye ndiye anayestahili kunyongwa. Kusigina na kupoka madaraka ya wananchi ni uhaini. Mfumo tulionao kwa kweli kwa hivi sasa tunaweza kusema kwamba unafikia huko. Sasa kwa sababu ni swala la kisiasa, ndio maana Chadema imekuja na no reforms, no elections. So ili kwamba tuweze kuweka mfumo mzuri, wananchi wachague viongozi wao wanaowataka na baada ya hapo waweze kufanya nini? Kujiongoza. Kama watakaochaguliwa. Kwa mfano Chadema imechaguliwa na ikashindwa kuongoza nchi hii, Watanzania watakuwa na haki ya kuifukuza kutoka madarakani na wakaweka wengine ambao wataona wanafaa. Lakini huo msingi lazima uheshimiwe. Katika kuhesabu kura, Dr. Rugemeleza amezungumzia suala la mifumo ya kielektroniki. Mifumo hiyo inapaswa kuchunguzwa kama inaaminika au nayo inachezewa. CCM wenzetu hawaamini katika hilo. Wao wanaamini mpaka Yesu atakaporudi. Sasa hapo unashindana na mtu gani? Hata unazungumza na mtu wa aina gani mwenye mtazamo huo? Je, mtu anania njema na nchi hii? Ndio maana tukaja kwa Tanzania kwamba njia pekee ni kuwafuata Tanzania kwa sababu nchi hii ni ya kwao. Waweze kufanya maamuzi magumu na sahihi ya kulazimisha kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi ili tupate sheria nzuri. Kama CCM wakishinda katika mfumo huo, Chadema itakuwa ya kwanza kuwapa mkono na kuambia hongera, ilikuwa mpambano mzuri, mmeshinda, endelee kutuongoza. Lakini na wao tunawataka watuambie kama wanaamini katika hilo kwa moyo wa dhati, kwamba wanaamini katika mfumo huo kwamba anayeshinda ndiye atakayetangazwa, ambaye anatakiwa atangazwe, na kwamba kura ya mtu isiibiwe. Mfumo mzima, na sasa hivi unafahamu kuna namna hata ya kuhesabu kura. Mfumo mzima wa kuhesabu kura kwa njia za nini? Za kompyuta. Je, ule mfumo unaaminika?
Je, nikibonyeza moja inasomeka moja kura, au kumbe unaweza kuwa inasomeka 10 au kura zinabadilishwa? Lazima vyama viwe na uwezo wa kuangalia mfumo mzima wa upigaji wa kura, sio maigizo tu hapa mbele. Mambo yanayofanyika kule jikoni ni yepi? Chakula gani kinapikwa? Viungo gani vinawekwa? Sio kuja kutudanganya hapa mbele wakati mambo mengine afu anasema mabwege mtozeni tumeyaingiza chaka. Profesa Michael Bratton aliyewahi kuhudumu katika chuo kikuu cha Michigan nchini Marekani kwenye idara ya sayansi ya siasa na masomo ya Kiafrika mpaka mwaka 2018 anasema kauli za vyama vya upinzani vinapotaka tume huru ya uchaguzi hubeba ujumbe mpana ambao unaweza kuakisi hali halisi ya kisiasa, matarajio ya jamii na mwelekeo wa demokrasia katika taifa husika. Aidha, mwanasayansi wa Ghana Emmanuel Riemann Boad katika jarida la Demokrasia mnamo mwaka 2009 aliandika kuwa madai kama hayo yanapaswa kuchukuliwa kwa uzito unaostahili, si kuyapuuza kama malalamiko ya kisiasa pekee, bali kama fursa ya kujitathmini kama taifa juu ya uhalali wa taasisi na mustakabali wa mchakato wa kidemokrasia ili kujenga tume huru na inayoheshimika kwa ujenzi imara wa amani, mshikamano na maendeleo ya kweli.